Na tumerejea tena kwa mara nyingine. Asante sana kwa kutuamini na kuendelea kutazama Baragum Live kupitia runinga yako pendwa kabisa ya Channel 10 kilicho bora kabisa. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu, kama ambavyo tulikuahidi hapo awali kwamba studio tutakuwa na mgeni wetu kutoka UTT AMIS ambaye atakwenda kuzungumzia masuala mbalimbali ya uwekezaji, lakini kubwa zaidi ni umuhimu wa uwekezaji, lakini pia tutaangazia pia na faida za uwekezaji, lakini uwekezaji wa aina gani. Ni furaha kweli kumkaribisha Lydia Godwin ambaye huyu ni afisa masoko kutoka UTT AMIS. Karibu sana. Asante sana. Ndio. Na wewe ni mwekezaji? Ndio. Safi kabisa. Ni furaha kweli. Mimi wakati na anza kujifunza masuala ya uwekezaji, nilikuwa najifahamu ya kwamba mwekezaji lazima uwe na project fulani, uwe na kiwanda. Yani kweli mwekezaji na uwe na mtaji mkubwa. Kumbe unaweza kuwa na shilingi 50,000 kwa mwekezaji. Hata 10,000. Si muone mara Sasa wewe milioni 10,000 na kushinda. Hapana. Kweli. Yaani sio hata wewe Mtanzania 10,000 na kushinda. Sawa. Na Baragum ni sehemu ambayo utapata elimu kuhusu masuala mbalimbali ya faida kuhusu uwekezaji, kwa sababu ni jukumu letu pia kuhakikisha kwamba tunakuelekeza ni namna gani bora ya kuweza kuwekeza. Karibu tuanzie hapa. UTT AMIS ni nini? Huenda mtu kwa mara ya kwanza ndio anaisikia leo hii kupitia Baragum Live. Asante. UTT AMIS ni taasisi ya serikali. Tuko chini ya Wizara ya Fedha. Kazi yetu kubwa ambayo tunaifanya kwanza kabisa ni kuweza kutoa elimu kwa wawekezaji. Tukiamini kwamba Watanzania wengi tunajua kutunza fedha na hatujui kuwekeza fedha. Kuna tofauti kubwa kati ya kutunza na kuwekeza. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatunza fedha, pesa yake haitengenezi chochote zaidi ya kuiweka na kuikuta kama jinsi alivyoiweka, au kukuta muda mwingine imepungua kwenye sehemu nyingine za kutunza fedha. Lakini sasa neno la uwekezaji huwa ni hatua ya pili kutoka kwenye sehemu ya kutunza fedha. Wazungu wanasemaga mtu ambaye afanye saving hawezi kufanya investment. Sababu investment ina vitu viwili, ina muda na lengo. Maana hata mtu akinyanyua nyumba anakuwa na muda fulani wa kuijenga. Kwa hiyo uwekezaji unaanzia kwenye ni step ya pili, ambapo step ya kwanza ni kufanya saving au kutunza akiba. Sasa uwekezaji upo uwekezaji mwingi tu, au mtu anaweza kufanya uwekezaji wa aina yoyote. Kuna uwekezaji kwa mfumo wa ardhi, mfumo wa vyombo vya usafirishaji, lakini uwekezaji si ambao tunauzungumzia moja kwa moja ni uwekezaji wa fedha. Uwekezaji huu wa fedha ni sisi hapa Tanzania wengi huwa hatuna elimu ya uwekezaji kama jinsi nilivyoweza kuongea, lakini pia hatuna mitaji. Kwa hiyo kupitia UTT AMIS anakuwa na mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Sasa mifuko ya uwekezaji wa pamoja inaruhusu kila Mtanzania kuweza kuweka pesa yake. Awe ni mtu binafsi, kikundi, taasisi, mtoto, joint account, familia, kila mtu anaweza kuweka pesa yake. Ila kumbuka kwamba utakapowekeza kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, ambaye anaenda sokoni kuwekeza kwa niaba yako ndio UTT AMIS. Kwa hiyo UTT AMIS inabeba jukumu la kuweza kutukusanya sisi wawekezaji kwa pamoja, na yeye kwenda kuwekeza mitaji yetu kwa niaba yetu. Kwa hiyo tutakapoenda kuwekeza kule sokoni tutatengeneza faida. Kwa kila Mtanzania aliyewekeza pesa yake kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja, pesa yake itakuwa imeweza kutengeneza faida. Na sio faida ndogo, ni faida shindani ukilinganisha na hali ya soko kwa ujumla. Inategemea na hali ya soko. Kwa sababu tunaenda kuwekeza kwa niaba ya mwekezaji. Kwa ile hali ya soko ndio ina predict tupate faida ya asilimia ngapi. Ila faida ni nzuri na ni kubwa. Sawa. Kuna kila mtu ana aina ya uwekezaji anayotaka na malengo ya faida yake anayotaka. Na ninyi mna mifuko ya aina gani? Kwa sababu msema ni uwekezaji wa pamoja. Ni mifuko ya aina gani mlionayo ili kuhakikisha kwamba mimi nataka malengo yangu niwekeze hivi, baada ya muda fulani niweze kupata. Au mimi nataka uwekezaji wangu mimi unisaidie kila mwisho wa mwezi niwe napata faida. Au mimi nataka nitengeneze faida yangu mimi kila mwaka. Ndio. Mifuko yetu 6 tuliokuwa nayo ni mifuko ambayo tumehitaji sana iwe ya kawaida, yani iweze kukidhi mahitaji ya Mtanzania mhusika. Kwa kwenye mifuko hii 6 tuna mfuko unaitwa Umoja Fund, tuna mfuko unaitwa Wekeza Maisha, tuna mfuko unaitwa Watoto Fund,
Tuna mfuko unaitwa Jikim au Kujikim, lakini pia kuna mfuko unaitwa Liquid Fund au Ukwasi, lakini pia kuna mfuko unaitwa Bond Fund au Watefungani. Lengo la mifuko yote 6 ya uwekezaji ni kuweza kukuza mtaji wa mwekezaji. Yaani faida ambayo inapatikana iweze kuendelea kujirudisha kwenye mtaji wake ili aweze kuona tofauti kati ya kutunza na kuwekeza. Kwa hiyo UTT AMIS tumeweza kukizi hilo lengo ili kila mtu atakapowekeza pesa yake kwenye mfuko wa uwekezaji aweze kukuza mtaji. Lakini tunaamini kwamba sio kila Mtanzania au sio kila mwekezaji anahitaji akuze mtaji wake. Kuna wale wawekezaji ambao ambacho wanakuwa na kitaji ni wawekeze fedha zao, faida zao tuwapatie kwenye akaunti zao za benki. Kwa hiyo kwenye mifuko hii 6 tuna mifuko miwili ambayo unaweza kuwekeza pesa yako na faida yako kwa tunakupatia kwenye akaunti yako ya benki. Hapa kuna mfuko wa Bond Funds. Ndio. Tunaweza kwa tunakupatia faida yako kwenye akaunti yako ya benki kila mwezi. Yaani kama vile UTT AMIS na kulipa mshahara. Kutokana na uwekezaji wako. Lakini pia tuna mpango wa pili ambao ni kuweza kumpatia mwekezaji faida yake kwenye akaunti yake ya benki kila baada ya miezi 6. Kuna wale ambao tunalipa kodi, tunalipa ada, anaweza kuwekeza pesa yake na zile faida ziko zinamsaidia kuweza kukidhi mahitaji yake. Lakini pia tuna mfuko wetu wa Kujikimu. Umekuwa ukitoa faida kila baada ya mwaka. Na mkosha sema kuna wale ambao tunaenda vacation, tamani zile faida zitusaidie kwenda Moshi, sasa kuongeza pesa yake, kwenda kuhesabia na nini. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaenda kuhesabiwa kwa faida na sio mtaji walioweka. Lakini pia kuna ambao tunataka tupate faida kila baada ya miezi mitatu. Tunasema kila baada ya kota. Mtu anataka kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 3 wa 4 umpe. Wa 4 mpaka wa 6 wa 7 apewe faida yake kwenye akaunti yake ya benki. Ila mifuko yote iliyobaki na mifuko hiyo miwili ambayo nimeielezea yote inakuza mtaji wa mwekezaji. Kwa hiyo mwekezaji anachagua mfuko kulingana na lengo lake mwenyewe ni nini, lakini pia muda wa uwekezaji ni upi. Sawa. Yeye msumbue kwenye kutoa faida yangu sasa. Mfano si Disemba. Mwaka potea. Mimi natakiwa nishuke kanda ya ziwa chafu. Yaani nimefanya process jamani, nahitaji faida yangu ile. Pengine nilikuwa nimeweka ile tuseme mwaka, sio Disemba nataka nichukue. Inachukua muda gani? Mfano nimefanya application jamani, kama siku na form za kujaza zimejazwa, nataka mzigo wangu uingie sasa niondoke. Uwekezaji wa mifuko ya UTT umerahisishwa kwa sababu najua sehemu nyingine za uwekezaji kuna kwaga na muda mrefu wa mtu kuweza kupata ile pesa yake. Ila sisi hapa ukishaiomba pesa yako ni ndani ya siku 3 mpaka siku 10 za kazi. Pesa yako inakuwa ishaingia kwenye akaunti yako ya benki na maisha mengine yanaendelea. Ni utaratibu gani? Kwa sababu Tanzania ni kubwa na kuna wawekezaji wa kulima huko ndani huko. Mmetengeneza mfumo gani rahisi wa kwamba huyu mtu asije akasafiri umbali mrefu kwenda tu kupeleka fomu au kwenda kufuatilia mchakato wa kupata fedha kwa ajili ya matumizi? Kwa sababu huko kwenye mataasisi ya fedha anasema ni rahisi sana kuweka, lakini mchakato wa kutoa bwana kipengele. Sisi kwetu iko tofauti kidogo na mataasisi mengine ya fedha. Sisi kuweka ni rahisi, pia hata kutoa ni rahisi. Tuna njia 3 ya utoaji wa fedha. Njia ya kwanza tuna njia ya mfumo. Nasema maisha sasa hivi ni kiganjani. Ndio. Tuna application ambayo inaweza kusaidia kuweza kuona salio lako, lakini pia kuweza kutoa fedha yako. Yaani una request kwa sababu huwezi kutoa hapo ukapata pesa yako. Fedha hizi zimeenda kuwekezwa. Kwa hiyo utaiomba, then tunakwambia ndani ya siku 3 au ndani ya siku 10, inategemea na mfuko wenyewe. Pesa yako inakuwa ishaingia kwenye akaunti yako ya benki. Lakini pia tuna njia ya poto ambayo hii ni program mpya kabisa kwa wawekezaji wale mtu ambaye atakuwa ni mwekezaji atakuwa hii poto haifahamu vizuri. Lakini sasa hivi tuna poto kwa mtu kupitia simu yake anaweza kuwa anaangalia uwekezaji wake, lakini pia anaweza akaomba pesa yake kama atakuwa anahitaji. Njia ya 3 ni kuweza kutembea kwenye matawi yetu ambapo sisi tunapatikana Dar es Salaam. Hapa ndo Dar es Salaam kidogo ndo HQ, lakini tuna ofisi mbili Dar es Salaam. Tuna HQ ambayo iko Sukari House posta ya zamani, lakini pia tuna ofisi iko Mlimani City jengo la PCCF. Kwa mtu akiona kuna urahisi wa kufika anaweza kafika. Lakini pia tuna ofisi iko Morogoro mjini kabisa, tuna ofisi iko Kahama mjini, tuna ofisi iko Dodoma, tuna ofisi iko Mbeya, tuna ofisi iko Zanzibar, tuna ofisi pia iko Arusha. Lakini kwa mikoa ambayo tujaweza kuifikia anaweza kwenda kwenye tawi lolote la CRDB. Ila hata kama tuna tawi la CRDB ni mbali, tuna namba zetu za bure, unaweza akapiga tukampa maelekezo na kuweza kumuunganisha kwa simu na akaweza kuweza kutoa pia. Mimi ndani wakumbushe UTT AMIS ni taasisi ya serikali. Kwa maana unasema ni taasisi ya umma Kwa mwenyewe si ndio sisi? Uko unasema mimi? Swali langu amelijibu. Wakati anataja zile applications na taratibu za namna kutoa na kupata, kwa sababu sio kutoa peke yake, kupata hata taarifa za mwenendo wa uwekezaji wako. Nilikuwa nafikiria bibi aliyeko kijijini kwamba anafanyaje, afu unakuta hana smartphone, lakini
kanipa jibu kwamba ana uwezo wa kwenda CRDB pale, akapewa maelekezo akasaidika vizuri. Sawa sawa. Sawa. Nataka nifahamu kwamba kuna utofauti gani mkubwa, au tuangalie katika kiwango cha faida na hasara za mimi nina mtaji wangu, nataka niwekeze kwenye project labda kule Njombe. Kwa nini niamue kuachana na hiyo nishawishike kuwekeza UTT AMIS huko? Kuna sababu nyingi, lakini nitapenda kuongelea sababu mbili. Ndio. Uwekezaji wa fedha una athari ndogo kuliko uwekezaji wa kwenda moja kwa moja. Yaani moja kwa moja inamaanisha kwamba kwenda na shamba, kulima shamba, ukafanya biashara, kununua chombo cha usafirishaji, kufanya biashara. Moja kwa moja kunakuwa na athari kubwa kuliko kuwekeza kwenye mfumo wa fedha. Kwa nini nakwambia hivyo? Yeah. Athari za uwekezaji kwenye mfumo wa fedha, tutazungumzia vita. Yep. Yaani kama ikitokea vita, ndio pesa yako iliyopo hata kwenye financial institute yoyote, taasisi yote ya kifedha inaweza ika-affect. Lakini kumbuka vita ikitokea, tunaanza kukimbiza mioyo yetu na sio pesa tulioiweka. Ni kweli. Kwa hiyo lakini pia kwenye mifuko yetu sisi ya uwekezaji wa pamoja kuna kitu kinaitwa compound interest au faida jumuishi. Yaani ile faida iliyopatikana inaendelea kurudi kwenye mtaji wako. Kwa hiyo ile faida iliyopatikana pia inatengeneza faida nyingine. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umewekeza pesa yako ndogo ila faida yako imekuwa kubwa. Mfano, mfuko wetu wa Umoja umeanza mwaka 2005. Ndio. Ambao bei ya kipande ya kuuzia ilikuwa ni shilingi 70 kidogo. Serikali wale wawekezaji wa mwanzo walikuwa wanapata bonus kutoka serikalini. Kwa bei ya kipande ilikuwa ni shilingi 100, lakini mwekezaji alikuwa anunua kipande kwa shilingi 70 na then serikali inamuongezea asilimia shilingi 30. Ndio. Tunapozungumza hapa mimi na wewe, bei ya kipande cha leo ukihitaji kuwekeza kwenye mfuko wa Umoja tutakuuzia kwa shilingi 1120. Maana yangu ni kwamba aliwekeza shilingi milioni 100 mwaka 2005. Sasa hivi akija kuchukua pesa yake anakuta kuna bilioni 1 milioni 120. Rudia bwana. Aliwekeza shilingi milioni 100 mwaka milioni 100. Yes. Sasa hivi akija kuchukua pesa yake, kwa sababu faida sikuwa zinaendelea kujirudisha kwenye mtaji, anaweza akakuta bilioni 1 milioni 120. Maana yangu ni kwamba tukikupatia leo shilingi milioni 100, tutakwambia kwamba kaifanyie biashara. Kwa kipindi cha muda wa miaka 20 tuletee bilioni 1 na milioni 120. Inawezekana kweli? Inawezekana? Inategemea namna unavyochakalika. Inawezekana. Tulia hapo, inawezekana, haiwezekani. 50-50. Na sio 50, inaweza kuwa ni 20 kwa 80. Yaani 80 ni kukosa, ila 20 ndo kupata, kwa sababu kwenye mfumo wa biashara, kwenye mfumo wa mazao labda. Ndio. Sasa hivi tuna changamoto kidogo ya mvua. Haya, kama bosi wangu ulitabiri kwamba mwezi wa 12 nitakuwa na matikiti ya kutosha, maembe ya kutosha. Mwezi wa 10 wa 11 tukiweza kupata mvua hautaweza kupata. Ila fedha, mimi nitahitaji fedha. Fedha ina tabia ya kujizungusha. Mimi nitahitaji fedha yako, wewe utahitaji fedha yangu, inaenda inajizungusha. Kwa pesa ambayo umewekeza UTT, yeye ataenda kuwekeza sokoni, ambapo kwenye sehemu za kwenda kuwekeza ni kwenye mabenki, kwenye hizo fixed deposits za kwenye mabenki, ni kwenye corporate bonds, ni kwenye government bonds za muda mrefu na za muda mfupi, ni kwenye hisa, makampuni ambayo yanauza hisa. Kwa unakuta yanapokuwa yanatengeneza faida na huku unakuwa unatengeneza ongezeko kwenye mtaji wako. Tofauti kabisa na kwenda kulima shamba, au tofauti kabisa na kwenda kununua chombo cha usafirishaji. Lakini pia kwenye uwekezaji huwa kuna ubebaji wa athari. Mtu mwenye miaka 61 na kuendelea na mtu mwenye miaka 25, ubebaji wao wa athari ni tofauti kabisa. Kwa maana bosi wangu leo unaweza kutoka hapo ukapanda bodaboda ukamwambia nikimbize vile utakavyoweza, kikubwa nifike sehemu husika. Ila mtu mwenye miaka 61 hawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo risk zimekaanza kufanyaje? Kupungua. Kwa yule ambaye atekeza kwenye mfumo wa fedha ana uhakika wa kutengeneza faida kuliko ambaye atenda moja kwa. Umepata hiyo Nilichomuelewa ni kwamba watu wasimkariri vibaya, tusaidie hapo kidogo. Lydia hajasema usiwekeze shambani. Yes. Lakini ukubali kutake risk. Yeah. Kwamba hiyo milioni 20 yako uliyoweka shambani inaweza ikaja kweli ikakupa faida ama ikapotea. Mimi na ndugu yangu mmoja alienda akakopa benki milioni 8 akauza na gari milioni 7 akana milioni 15 akapeleka shamba la vitunguu Dodoma likakauka lote. Sawa. Lakini hapo nataka niongelee, unajua Tanzania wengi elimu ya uwekezaji ni changamoto, lakini tunaweza tukajitahidi kuweza kuboresha au kuweza
kile tulichokuwa nacho tushare na Watanzania wengi. Kwenye mfumo wa biashara na mfumo sio ya kufanya vitu vingine tofauti na mfumo wa fedha, mimi huwa ninashauri tu tuna tabia ya kutawanya. Yaani usiwekeze mali yote kwenye kapu moja. Sio na biashara ikitokea haipo au ikitokea kuna kitu fulani, kwa hiyo unaweza kuwa unatawanya. Leo una shilingi milioni 1 yako, unataka ukafanya biashara, weka 600,000 kwenye biashara, 400,000 uwekeze. Hii 400,000 ni kama backup ambayo itakusaidia kama biashara utafanya vibaya. Kwa hiyo hata wafanya biashara wengi hatuna tabia ya kutawanya, yani tunawekeza mali yote kwenye kapu moja. Maana ikitokea athari inakuwa ni athari kubwa kuliko kutawanya. Sawa. Tumesikia mna mkutano wa wanachama ambao huwa mnaufanya. Huu ni mkutano wa aina gani na mnakutana vipi na wanachama wenu kwa lengo la kuwapa taarifa, lakini pia huwa na mikakati mingine ambayo kama taasisi mko nayo? Kwanza kabisa, mkutano wa mwisho wa mwaka kwa wawekezaji, lengo lake kubwa ni kuweza kuongea na wawekezaji, kwa sababu hii mifuko, mimi ninapoweka fedha, mimi ni mhusika kabisa moja kwa moja kwenye huo mfuko. Kwa hiyo tunaweka ni sehemu ya kuweza kukutana na wawekezaji, kuweza kusikia changamoto zao, kuweza kupokea mawazo mapya. Watu wanaweza wakabadilisha vifungu. Mwekezaji anasema bwana, sisi tunataka labda mfuko wa Umoja Funds tuweze kutoa ndani ya siku moja. Kwa hiyo anatoa proposal kwa management, kwa hiyo kikao kapitisha, tunaweza kupata pesa kwa siku moja. Kwa hiyo ni kikao ambacho tunashauri kila mwekezaji aweze kufika, kwa sababu kuna taarifa nyingi za mifuko ambazo mwekezaji mwenyewe anatakiwa azijue. Lakini pia kwa changamoto ilitokea kidogo hapo, upepo ukawa umebadilika. Mwekezaji anaweza kuwa na hawajui pesa zao ziko sehemu salama, zimekuaje na nini. Kwa hiyo ni vizuri wawekezaji waweze kufika kwenye mkutano wa mwisho wa mwaka, waweze kupata taarifa za mfuko wao. Hapo mifuko inafanya vizuri sana sokoni na tumekuwa tukifanya vizuri, lakini pia tuweze kusikia changamoto zao ambazo wanazipata aidha kwenye kutoa huduma na vitu vingine. Lengo kubwa ni kuweza kuboresha huduma nzuri, lakini kila mtu aweze kupata elimu ya uwekezaji, na kila Mtanzania afadhali aweze kupata mfuko wa uwekezaji wa pamoja, kwa sababu ni rahisi na ni nafuu. Ndio. Emily, unafahamu tuna mchakato wa kampeni ya vijana kuhakikisha kwamba vijana wanapata fursa mbalimbali. Vijana pia hawa wanaweza kuzikimbilia michakato yote ambayo inaweza kawainua kiuchumi. Sasa nilibidi tu na kijana isivyo bahati hajaweza kufika. Lydia, taasisi imewatengenezea mazingira gani vijana hawa kuhakikisha kwamba wanakutana na elimu kama hii ya kiuwekezaji, lakini pia kuangalia ni kuna namna gani mnawapa kipaumbele, kwa sababu unajua kati ya mzee na kijana kikawaida ukiangalia mwenye umri wa kuishi kuendelea kwenye majaliwa yake Mwenyezi Mungu, lakini tunafahamu kwamba ni kijana. Taasisi imewatazama vipi vijana wa Kitanzania? Tunajitahidi kuweza kuwapatia elimu ya uwekezaji. Sawa. Lakini sio elimu ya uwekezaji tu. Maana mtu hawezi kumpatia tu elimu ya uwekezaji bila kumwambia hata pesa ya kuwekeza unaipata wapi. Vijana wengi huwa tunapata fedha lakini zinapita tu. Tunashangaa mtu wa siku una fedha. Na pesa huwa haikai, ila matumizi yapo. Ni kweli. Yaani pesa ina tabia ya kuisha lakini matumizi hayaishi. Kwa hiyo tunajaribu sana kuelezea kwamba tupunguze matumizi ambayo sio lazima kwanza. Kuna mtu mmoja nilikuwa namfanyia mahesabu, ni mjasiriamali. Sasa mimi Lydia, kila siku naweza naweka shilingi 250 kwa ajili ya mtoto wangu. Shilingi 250 ndio kwa siku. 250 unaipata wapi? Unapunguza matumizi ambayo sio lazima, mabando. Unapunguza kama kwa bando la shilingi 3,000 na bando la shilingi 2,500 unatunza. Unaweza ukapata pesa ambayo haikuwa kabisa kwenye malengo yako. Ndio. Unaweza kutoka hapa sehemu fulani ukaenda sehemu fulani, ukafanya biashara pia. Lakini sio kwa sisi vijana tunasema ya kwamba sio lazima upate milioni 3, sababu bado tuna nguvu ya kuendelea kutafuta. Unaweza ukaamka asubuhi ukapata breakfast nzuri, mchana utasema ukapitisha deshi. Ukapiga pasi ndefu. Ukapiga pasi ndefu. Hiyo itakurahisishia kuweza kutengeneza fedha. Sasa kumbuka mtu ambaye atawekeza shilingi 250 kwa siku, kwa mwezi na shilingi 7,500. Hiyo akiwekeza kwenye mfuko kipindi cha muda mwaka mmoja, sio kama ambaye hajafanya uwekezaji kabisa.
Kwa hiyo tunajaribu sana kuingia kwenye maisha ya kawaida. Yaani shilingi 250 mtu akisikia aona kama kweli ninaweza nikafanya uwekezaji. Hata shilingi 500 hizi ambazo tunazipata ukizidunduliza sio kama mtu ambaye hajaweka kabisa. Kwa hiyo tunawapatia elimu ya uwekezaji, tunatoa elimu ya uwekezaji kwenye mitandao, tunatembelea kwenye media zetu ili kila mtu au kila Mtanzania aweze kupata elimu ya uwekezaji. Lakini pia sisi vijana tubadilike. Kwa sababu mimi pia nipo kwenye wimbi la vijana, sijajitoa, sijafika uzee. Kwa hiyo ninasema ya kwamba sisi vijana tubadilike. Tuache kufikiria kwamba uwekezaji ni wa watu wazima au uwekezaji mpaka mtu awe na fedha au mwekezaji ni lazima awe mstaafu. Sawa sawa. Kuna vijana wengi wamewekeza fedha zao na wanatengeneza faida kupitia uwekezaji wao. Kwa hiyo nasema tubadilike, tukubali kujifunza, tukubali kutumia mifuko ambayo tuko nayo Tanzania kwa sababu ni nchi ndogo, sio nchi nyingi ambazo wana mifuko ya uwekezaji wa pamoja au sehemu za uwekezaji. Kwa hiyo tutumie fursa tulizokuwa nazo, tujifunze, tuanze kuwekeza au tuanze kuweka akiba kwenye vipato hivi ambavyo tunavipata kwa sababu usipoweza kutunza kidogo hata siku ukipata kikubwa utashindwa pia kabisa. Kitapita. Kuna mtu ameuliza swali hapa anasema raia wa kigeni wanaruhusiwa kuwekeza? Raia wa kigeni. Raia wa kigeni yani sio Mtanzania kabisa. Sio Mtanzania. Wanaweza kuwekeza lakini kidogo tuna masharti sio kwenye mifuko yote ila anaweza kufanya uwekezaji. Tuwasiliana naye tunaweza kufanya uwekezaji. Sawa. Tukumbushe pia mkutano utafanyika lini na maeneo gani? Tuna mifuko 6 na tumeweza kuitofautisha kwenye kila siku ili watu sasa wasije wakajichanganya. Tunaongea mfuko fulani na watu tunaingia mfuko mwingine. Kwa hiyo mkutano wetu utaanza tarehe 19 mwezi huu ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa, lakini pia tarehe 20 na tarehe 21. Kwa siku ya tarehe 19 tutakuwa na mfuko wa Umoja Fund saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 7 au saa 6, lakini kuanzia saa 8 kamili tutakuwa na mkutano wa Wekeza Maisha. Siku ya Jumamosi tutakuwa na mkutano wa Ukwasi au Liquid Funds kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 7 au saa 6 au saa 7 kasoro hivi inawezekana. Lakini ikifika saa 8 kamili tutakuwa na mkutano mwingine ambao utakuwa ni mkutano wa mfuko wa watoto funds. Sawa. Lakini pia kama sio watoto fund mfuko wa kujikimu kidogo utaniweka sawa. Ndio. Lakini pia siku ya Jumapili tutakuwa na mkutano wa mfuko wa bond fund au hatifungani ambao utakuwa ni saa 2 kamili asubuhi na jioni saa 8 mchana tutakuwa na mfuko wa watoto fund. Kwa hiyo wewe ambao ni mwekezaji, karibu sana UTT AMIS, karibu kwenye mkutano wako, pata taarifa za mfuko ambao unafanya kazi. Kama utakuwa na changamoto, kama utakuwa na maswali, hiyo ndio sehemu sahihi ya kuweza kukutana na management yenyewe, kukutana na board. Kama kuna kitu ukipendi kinakukera, ndio sehemu husika ya kuweza kuongea na wenyewe moja kwa moja, kwa sababu tunasema tusinungunike huko mitaani wakati sehemu ya kwenda kunungukia tunayo. Kwa hiyo karibu sana kwenye mkutano wetu, fika na kitambulisho chako cha NIDA au driving license, hati ya kusafiria. Lakini pia unaweza ukaja na kitambulisho chako cha mpiga kura. Lakini usisahau kabisa kuwa na account namba yako ya uwekezaji, kwa sababu ile account namba yako ndio itakuweza kuwezesha wewe kuweza kufika kwenye huo mkutano. Kwa wale ambao hawataweza kufika tutatoa link. Ila wataweza kujoin wale ambao ni wawekezaji pekee yao. Sawa. Shukrani sana. Tulikuwa na Lydia Godwin, afisa masoko UTT AMIS, na tulikuwa tunazungumzia umuhimu wa uwekezaji. Unaweza kuwa unafanya shughuli zako za kawaida lakini pia na wewe ukaitwa mwekezaji. Wakati wawekezaji wengine hawa kubwa kina Modejo wanasimama kusema mwekezaji unasimama, sio si mwekezaji bwana. Au unasemaje bwana hivi? Hata kama umewekeza shilingi 50,000, 40 ni yako hiyo bwana. Unajua kuna raha yake kuitwa mwekezaji pia. Ndio wawekezaji wasimame na unasimama kati ya Watanzania zaidi ya milioni 61. Ndugu yangu. Asante sana Lydia Godwin, afisa masoko kutoka UTT AMIS. Mimi ni Emmanuel Makapotela, mwenzangu ni Emily Lazarus. Tutarejea baadaye kukutana na wahariri. Hii ni Baragum Live kupitia Channel 10 kilicho bora kabisa.